ya kipekee pia niwashukuru sana kwa zawadi ambayo mmenipatia, kwamba na mimi kwa sababu ni mlezi inabidi na mimi nivae sare. Kwa kuwa mnaniomba, basi Waswahili wanasema kwamba ukipewa fursa usikatae, na mimi siwezi kuikataa, na ridhia na nitakuwa mlezi wenu wa taasisi katika mkoa wa Dodoma. Ni fursa adimu. Watu wengi walitamani wapate nafasi hiyo, lakini nyinyi mmeniona, na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio maana niko hapa. Asante sana. Kama nilivyosema, leo afya yangu si nzuri sana na mafua ya kutosha, lakini naomba turejee kwanza kwenye ile risala yenu ambayo mmeisoma hapa. Mmezungumzia kuhusu malengo yenu ya taasisi. Niwapongeze sana kwa malengo yenu ambayo mengi mmeyazungumza, lakini kuna baadhi ambayo mimi pia nimeyabaini. Katika miongoni mwa malengo ni kuelezea kwa vitendo yale yote mazuri yaliyofanywa na rais kwa wananchi ili kuepuka upotoshaji na kutangaza kazi za maana. Mimi nadhani hii ndio kazi yetu sisi wote wa Tanzania pamoja na taasisi ya mama. Tuwaambie, tukiangazia tu hapa sisi katika mkoa wa Dodoma, jamani, sisi Dodoma tumebarikiwa sana. Amina. Tuna kila sababu ya kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Masuala ya maendeleo ambayo yamefanyika katika mkoa wa Dodoma, jamani, hayana mfano. Mimi nimekuwa Dodoma kwa miaka mingi, kama kuna wengine wanafunzi wangu hapa sijui. Mimi nilikuwa mwalimu hapa katika mkoa wa Dodoma huu, lakini pia nishawahi kuwa afisa elimu katika wilaya ya Dodoma vijijini kabla haijawa Bahi na Chamwino. Nimekaa Dodoma muda mrefu. Maendeleo ambayo yako katika mkoa wa Dodoma, hakuna shaka kazi aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kazi kubwa sana. Na sisi wana Dodoma tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Tukisimama sehemu yoyote ile, mahali popote ile pale, tusione aibu kumpongeza huyu mama na kusema yale yote ambayo yamefanyika. Kama alivyosema mwenyekiti wetu wa chama kata ya Kilimani, amezungumzia kuhusiana na swala la uwanja wa ndege huko pale wa Msalato. Utakuwa ni uwanja wa ndege wa kimataifa, lakini pia tuna ile barabara ya mzunguko ambayo pia itakusaidia sana sisi kupunguza msongamano wa magari katika mkoa wa Dodoma na hasa jiji. Lakini pia sisi kama Dodoma tuna reli ya umeme standard gauge. Yaani ukitoka sasa hivi unaondoka asubuhi Dar es Salaam, unaondoka asubuhi Dodoma, unakwenda kufanya shopping Dar es Salaam, Kariakoo, saa 12 jioni unarudi saa 5 usiku huko hapa Dodoma, na hamna mtu anayejua kama umeondoka. Mama Samia oye! Jamani, huo ni mfano mmoja tu, lakini sisi pia tutajengewa uwanja mkubwa sana wa mpira ambao utakuwa uko pale Nzuguni na mambo mengine yote ya maendeleo. Na sasa hivi tunatambua kabisa kwamba Dodoma tumekuwa tuna shida ya maji, lakini kuna lile bwawa la Farkwa ambalo liko sasa hivi katika maandalizi, kwamba litajengwa lile bwawa la Farkwa kwa ajili ya kupata maji ili kuondoa upungufu wa maji katika baadhi ya maeneo ya Dodoma na viunga vyake. Nani kama Mama Samia? Lakini tukiangalia kwenye swala la afya, tuna hospitali nzuri sana pale ya Benjamin Mkapa. Lakini sambamba na hilo tunaona vituo vya afya ambavyo vimejengwa, hospitali za kanda, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, tumejengewa vituo vya afya, tumejengewa zahanati. Jamani, haya mambo kweli sio kumpongeza huyu mama? Tuna kila sababu ya kumpongeza. Lakini tukienda kwenye elimu, mimi wakati nasoma sikuwahi kuona tiles darasani. Sikuwahi kuona darasa lina aluminium. Lakini sasa hivi wanafunzi wetu mazingira yao ya kujifunzia kwa kweli yameboreshwa sana. Kubwa ni kwamba watoto wanatakiwa wasome kwa bidii ili kusudi waweze kufaulu. Shule za siku hizi zinafeli jamani. Wakati sisi tunasoma hakukuwa na feli, hakukuwa na umeme, hakukuwa na aluminium. Sasa haya yote inabidi lazima tuyazungumze ili kusudi tuseme kazi zile ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya. Sisi watu wa Dodoma tuna kila sababu, lakini na Tanzania nzima. Ukienda pale mji wa Mtumba,
Hebu siku moja tu amua tu, unachukua gari unakwenda zako pale kwenye ule mji wa Mtumba pale, utaona jinsi gani umahiri ambao huyu mama kazi anaifanya, yale majengo yanavyoendelea, lakini na maeneo mengine katika mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo sisi wana Dodoma, katika vitu ambavyo tunatakiwa tusifanye makosa ni tuhakikishe kwamba tunampigia huyu mama kura za kutosha, za heshima, za kumwaga, ili tutakapokuja kufanyiwa sasa ile tathmini, Dodoma tuwe wa kwanza. Na hili jambo linawezekana, kwamba ile ni shukrani, kwamba sisi tuna deni kwa huyu mama, ametukopesha, na deni letu sisi ni kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu akitujalia uhai mwezi wa 10 mwaka huu katika uchaguzi, tunampa huyu mama kura nyingi sana za kutosha, kwa sababu tuna vitu ambavyo vya kuongea. Kuna wale wapuuzi fulani wachache wanaotaka kujifanya kwamba wao hawana macho, lakini mwenye macho haambiwi tazama, kwa sababu mambo tumeyaona, mambo kwa macho yetu, na mengine ambayo hata kama basi kwamba yule ambaye haoni ataka kupapasa, lakini pia kwa kuhisi, lakini pia kwa kusikia na mengineyo. Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Lakini pia nimezungumzia kuhusiana na kutoa elimu na msaada kwenye jamii kutambua ukatili wa kijinsia kwenye makundi maalum yenye uhitaji. Swala la ukatili wa kijinsia kwa kweli ni tatizo ambalo limeendelea kutaradadi kabisa katika jamii yetu, na tumekuwa tukiona katika vyombo vya habari kwamba baba amemfanyia ukatili mtoto wake, mama amemfanyia ukatili mtoto wake, mjomba, shangazi na kadhalika. Hili jambo lazima wote tusimame tulizungumze. Kwa kweli hawa watoto ambao tunahitaji kuwalea sisi, lakini ndio kuna baadhi ya watu ambao wanafanyia ukatili. Lakini sio kwa watoto tu, lakini pia kwa jinsia ya wanawake. Ila zamani tulikuwa tunadhani ni wanawake tu wanaofanyia ukatili, lakini imebainika kwamba kuna baadhi ya wanaume pia sisi wanawake tunawafanyia ukatili. Sasa hili jambo tuliache, kwa sababu tu tuna maadili mema kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania. Jambo jingine ambalo niliona kwenu ni kwamba mko tayari kujitolea. Kweli hili jambo linahitaji kujitolea, lakini pia mnatamani kutembelea miradi mbalimbali. Mimi nadhani katika kutembelea miradi mbalimbali ni kushirikiana na serikali na kuwapa taarifa mapema, ili kusudi muweze kutembelea hiyo miradi. Kwenye masuala ya makongamano na mikutano, tuendelee kuombeana dua. Mimi nitakapopata zile fursa, lakini pia natamani sasa taasisi hii niwakutanishe viongozi wenu na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, kwa sababu ya zile kazi au yale malengo yenu mnayoyafanya, kwa sababu yanaendana kabisa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Lakini pia naona kwamba mnashiriki na watu wenye ulemavu, na kwa kuwa pia mnashiriki na watu makundi mbalimbali, basi tutaona jinsi gani tutakavyoweza kuwaunganisha na Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ambaye pia naye ni waziri ambaye anashirika na kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Kwa hiyo mkikutana na hawa wote, yani viongozi, mkiweza kukutana na hawa mawaziri wote, nadhani pale tutaweza kupata njia ya kuona kwamba tunakwenda vipi. Zile fursa mbalimbali ambazo zipo, tuone sasa sisi kama taasisi ya mtetezi wa mama tunawezaje kuzipata ile fursa kwa ajili ya mustakabali wa taasisi yetu. Taasisi ya mtetezi wa mama oye! Nilikuwa naangalia masuala yenu ambayo ni malengo katika taasisi yenu, lakini sambamba na hilo, katika risala yenu umezungumzia pia kuhusiana na swala zima la changamoto. Najua palipo na mafanikio, changamoto haziwezi kukosekana. Mmezungumzia kuhusu ukosefu wa ofisi. Hili nadhani labda viongozi tungeweza tukamuona pia mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa, na kama mtakuwa tayari, kwa sababu mimi ni mlezi wenu, basi tutajipanga na viongozi ili kusudi tukaone viongozi hawa ambaye ni mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya, tuone jinsi gani wanaweza kutusaidia kuweza kupata hiyo ofisi. Lakini pia swala la kutendea kazi, tunaweza kuona wadau mbalimbali ambao wanaweza kutusaidia. Na swala la fedha, najua kwamba taasisi nyingi ambazo zinazoanzishwa na ambazo ni changa zinakuwa zina shida sana kwenye swala zima la swala la fedha. Nadhani na hili nalo pia ni sisi kama taasisi tunakaa, lazima tu tuna mpango mkakati wetu. Ule mpango mkakati tukiuandaa na tukaweza kuuza kwa wadau mbalimbali,
basi kutokana na ule mpango mkakati na zile kazi ambazo tunataka kuzifanya, mimi naamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza tukatunisha mfuko wetu na hatimaye swala la ukosefu wa fedha likawa ni historia. Lakini kubwa zaidi pia na kujitolea sisi wenyewe kuwaona wadau mbalimbali waweze kutusaidia ili kusudi mwisho wa siku na sisi tuweze kufanya shughuli zetu vizuri. Lakini pia nimezungumzia ukosefu wa miradi wa taasisi, na mimi hii ni lazima pia tupate waandishi wa miradi mbalimbali ambao tutusaidia kuandika ile miradi ambayo tutakwenda kuiuza kwa wadau mbalimbali ambao wana malengo kama yetu, lakini ambao hata hawana malengo pamoja na sisi, lakini tuende tukawaombe ili kusudi waweze kutusaidia. Haya mambo yanawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kutafuta muda tu tukae pamoja tuone namna gani tunavyoelezana na kuelekezana ili kusudi tuweze kwenda mbele. Lakini hili swala la kwamba baadhi ya ofisi zinashindwa kutoa ushirikiano, nadhani ni vizuri sasa kuandika barua za kujitambulisha katika zile ofisi. Kwa hiyo kisha andika zile barua za kujitambulisha, baadaye tunakwenda kufuatilia labda kwenye wizara za serikali, idara za serikali, tunakwenda kabisa kwamba tunapanga kabisa kwamba sisi tunafanya tunakwenda kuonana na viongozi wa taasisi zile zilizo za serikali na zisizo za serikali ambao na malengo yanayofanana na sisi. Naamini mwisho wa siku kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yanaweza yakafanikiwa. Taasisi ya Mtetezi wa Mama oye! Mengi kwa uchache nimezungumza, kama nimesema bahati mbaya leo afya yangu si nzuri sana, lakini kwa uchache nimeona nizungumze hayo. Mimi nafasi yangu Mungu akinijalia, kwa kweli jinsi nitakavyowiwa, mimi nimekubali kuwa mlezi wenu. Nikubali kuwa mlezi wenu, maana yake tutakuwa na mashirikiano ya pamoja, yale ambayo tunaona kwamba tunahitaji kuyafanya, basi tusisite kuambizana. Lakini jambo jingine ambalo ninatamani pia nilizungumzie kwamba tuendelee kwa pamoja kuwa na mshikamano. Tunapoelekea kwenye uchaguzi kuna mambo mengi sana. Kuna fitina sana. Kuna maneno ya uchonganishi sana. Sisi tusimame imara kwa ajili kwanza yetu sisi wenyewe, na tunajua kabisa kwamba uchaguzi unaokuja ni uchaguzi wa madiwani, wabunge pamoja na rais. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tushikamane, tuhakikishe kwamba diwani anatokana na Chama cha Mapinduzi, mbunge anatokana na Chama cha Mapinduzi, na kwa rais hakuna mashaka, kwa sababu katika ule mkutano mkuu maalum tulishaamua kwamba wagombea wetu ni Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo hao ndio watakao kupeperusha bendera yetu kwenye ngazi ya urais. Lakini kwenye madiwani tunajua bunge litakapovunjwa tarehe 27 ya mwezi wa 6, basi yote yule ambaye ana uwezo ndiye ataweza kugombea, lakini pia na kwenye ubunge. Ila sasa hivi kwa wale watiania, watu wache kwanza tufanye kazi ili kusudi ikifika hiyo siku ya kuchukua fomu na nyinyi mtatupima kwa zile kazi ambazo tunazifanya, na sio kusema kwamba kwa mtu kutoa pesa nyingi awezavyo. Hapana, unachotakiwa ni kuangalia, je, hapa kweli nikimpa huyu fursa, je, atatufikisha kule tulipo? Na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atanijalia tu nitarudi tena. Na nikirudi tena nitahakikisha kwamba miongoni mwa taasisi ambazo nitazishika mkono 100% ni pamoja na taasisi ya Mtetezi. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Mimi pia ni mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto. Unapozungumzia kuhusu swala la haki za wanawake na watoto, hii ni ajenda yangu. Na bahati nzuri sana, mimi wakati ule tulipokuwa vijana mwaka 1995 niliwakilisha nchi katika ule mkutano wa Beijing wa mwaka 1995. Kwa hiyo mkae mkijua kabisa kwamba mna mtu ambaye madini yako ya kutosha, na kuna siku wakati mkitaka wakufunzi wa kuwafundishia masuala mbalimbali, mimi niko tayari. Tena mimi nitawafundisha bure tu, wala sitaki kulipwa, sihitaji nini. Nyinyi mniambie, mimi niandae mada, nije nisome kusudi tuweze kuelezana na kuelekezana. Jamani ndugu zangu, kama nilivyosema, siko vizuri sana leo. Naomba kwa leo niishie hapa.